Wakati wa Uislamu sisi tumefikwa na misiba, tumefikwa na madhara na mikasa. Ni mambo ambayo yanatokea katika maisha yetu mara kwa mara. Leo nani Muislamu ambaye hayupo katika matatizo? Nani Muislamu ambaye anaishi free? Hakuna ambaye hana misiba. Huyu ikiwa hana tabu na familia yake, huyu ana shida na mali, huyu ana shida ya magonjwa, huyu ana shida hivi, huyu ana shida hivi. Lakini mwongozo mkubwa wa Qur'ani ni kwamba shida zote hizi zinaelekezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwomba dua. Maana yeye peke yake subhanahu jalla jalalu ndiye aliye na uwezo wa kuondoa shida hizo. Haya mengine yote ambayo mwanadamu anadhani kwamba yanaondoa shida, hayaondoi, ni sababu peke yake. Kwa hiyo tuelewe tofauti ya sababu na tuelewe tofauti baina ya sababu na yule anayeondoa shida. Kwa hiyo shida zetu zote kama Waislamu tunaomwamini Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ndiye mwenye uwezo, tunatakiwa shida hizo tuzipeleke kwake. Aya inasema, amman yujibul mudhtarra idha da'ah wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard ilahun ma'a Allah. Nani ambaye anayeondoa shida? Nani ambaye anayeondoa tabu? Nani anayeitikia dua ya yule mwenye dhiki na tabu wakati anapoomba? Nani? Wayakshifu su'a, na anayeondoa bala, na anayeondoa tabu na shida kwa watu. Wayaj'alukum khulafa al-ardh, na anawafanyeni nyinyi wanadamu kuwa ndio makhalifa katika ardhi hii. Ilahun ma'a Allah. Allah anauliza, je, hivi kuna Mungu mwingine pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala anayefanya kazi hizo? Jawabu, hamna. Sio kwa Allah azza wa jalla anauliza ili apate kujibiwa. Anauliza swali ambalo jawabu lake linajulikana, obvious kwa kila mtu. Waislamu walio na imani dhaifu wanapata somo kubwa sana hapa wote, na sote Waislamu kwa jumla tunajipatia somo kubwa. Hakuna mwingine anayeitikia dua, ni yeye peke yake. Ndio maana akasema, amman yujibul mudhtarra idha daa. Waislamu ambao wanateleza katika misiba, Waislamu wanaofikwa na tabu na shida, wengi wanateleza. Baadhi yao wanateleza vibaya sana, wanakwenda na wanaingia mpaka katika milango ya shirki. Wanakwenda kwa waganga na wachawi kwenda kuangalia, mimi nina nuksi gani? Nani ambaye ameniletea uchawi? Nani amenilifanyia uganga? Badala ya kumtanguliza kwanza Allah subhanahu jalla jalalu. Maana lau ungemtanguliza Allah subhanahu wa ta'ala mbele, haya mengine yote hayatokusumbua. Mambo ya uganga yote yatapotea, mambo ya uchawi yote yatapotea, wala hutoshughulika nayo. Maana anayeondoa, aliyekuletea misiba hiyo kwa amri na kadari yake, ndiye peke yake aliye na uwezo wa kuyaondoa.